Mambo yote tunafanya kwa ajili ya kesho yetu, sio kwa ajili ya leo, kwa ajili ya kesho. Sisi ndo wajenzi wa taifa letu la Tanzania. Ujenzi itategemea na muda unaotumia. Taifa huo linaanzia ndani ya familia. Kabla ya kuwa taifa, familia inalea vipi watoto wake? Malezi gani? Baada ya familia kukua, kunakuwa na jamii. Jamii itategemea na kizazi ambacho kimelelewa katika malezi ya familia. Jamii kikua, linakuja kuwa taifa sasa. So sisi ndo wajenzi wa taifa letu. Muda tutakavyotumia ndivyo taifa letu litakavyokuwa. Kabla kulaumu uongozi, anza kuangalia familia yako unaiongoza vipi. Yake unaimuongoza ndio utakuja kuwa kiongozi wa serikali ambao unailaumu sasa. Kuna watu nikiongea wanaona kama wao sio, mimi sio. Serikali inatoka kwenye mikono yako. Huyo mtoto unamlea unategemea aje kwa nani? Au unategemea mtoto wako kwa kama unavyokuwa? Mtoto wako hajaandikiwa kwa ulivyokuwa. Wewe ndo unataka hivyo, lakini atakuwa hivyo. Atakuwa Mungu alivyotaka awe. Maandiko nasema mlee mtoto katika njia impasayo, sio ikupasayo wewe, impasayo mtoto. Kuna mtu ananielewa? Yaani huyu mwanangu, huyu atakuwa kama bibi yake. Bibi yake yupi? Bibi gani unamzungumzia? Na jina unampa kama la bibi yake. Ni Mungu amekupa hilo jina, umpe hilo jina. Alafu mwisho siku unakuja kuona mtoto kabla hajafika miaka 13 anacheza chula na luka chula. Chula na luka, unashangaa, vipi? Kumbe bibi alikuwa shangingi hatari. Jina la bibi yake, mpe jina la bibi yake. Bibi yake alikuwaje? Unampa jina la bibi yake. Serikali ya sasa hivi unayoiona ilitokana na malezi ya wazazi waliolea watoto. Tanzania unayoiona kutokana na malezi ya wazazi waliolea watoto. Kabla ya kuanza kulaumu uongozi, kulaumu serikali, anza kuangalia nyumba yako ndani unaiongoza vipi, unailea vipi. Kwa sababu kuna ukoo wa Kisengeni, wa Palangio, wa Ndege, ukoo wa mtu fulani. Huo ukoo utakuja kuwa jamii, kwa sababu kutakuwa na makabila tofauti, yatakuwa jamii itakuja kuwa taifa.